zaka kwa ukamilifu. Ukamilifu maandiko yanatuambia ni 10% ya nini? Ya kipato cha. Sawa. Wale wafanyakazi wanaopata mshahara wao mwisho wa mwezi, wao si mshahara anaujua. Ni rahisi kutoa 10%, si ndio? Lakini je, kwa tunaojihangaisha hapa na pale tumepata kiasi gani? Sasa kwenye mayai tunapata hapa, kwenye miogo wakati mwingine si hatukumbuki Lakini ukikaa na Mungu wako kabla ya kuleta hiyo zaka yako, ndio maana tunasema tujipange mapema kabla hatujafanya nini? Hatujaja madhabahuni. Mungu ni mwaminifu na akosei. Atakukumbusha kabisa, ulipata hizi, ulipata hizi, ulipata hizi. Kwa hiyo unatakiwa kutoa ni hiki. Tujifunze kumsikiliza. Tuko wote? Tuko wote? Tujifunze kumsikiliza. Atatuambia kabisa hapa sawa au hapa si sawa. Na sisi tunaotoa ile 10% ya mshahara wetu, lakini siku hizi wafanyakazi pia tuna biashara. Ni kweli au uongo? Si tuna biashara? Je, tunakumbuka na zenyewe kuzitolea kutoa 10%? Tunakumbuka kuzitolea zaka? Kama tunakumbuka, Mungu atubariki, tuendelee vizuri. Kama hatukumbuki, pamoja na kwamba una ile 10% ya mshahara, lakini kumbuka na yale mapato ya ziada. Wengine wana wapangaji, wanalipa kule kodi za nyumba, wengine wana mifugo, wengine ni watumishi, lakini wana maduka. Hata kule kote kunahitaji fungu la 10. Tunaelewana? Usiache kumtolea Mungu. Na kwa sababu zaka ile 10% ni ya Mungu mwenyewe, ni ya lazima, usipoileta, tutumie lugha gani? Tumeiba, tumezulumu? Hata msemi jamani. Tumezulumu tumekula kisicho chetu. Kwa hiyo ni wewe ukiona umefika wakati wa zaka mlivyojipangia, kama unaleta kila wiki sawa, lakini kama wamepanga labda kwa mwezi mara moja, piga hesabu ya mapato yako, mletee Mungu, kwa sababu ile ni haki yake. Amekwambia zile 90% zote zipangie bajeti utakavyo, si zako? Lakini 10 niletee mimi. Na unapomletea yeye bado ni faida yako. Tuko wote? Sinaenda kufanya kazi za kanisa? Kwani kanisa ni mali ya nani? Si ni yetu wenyewe? Kanisa sio mali yetu? Ikijenga kanisa ni sisi tunarudi kukaa hivi vizuri kusali. Ikisaidia mababa zetu, imetusaidia wajibu wetu, tulitakiwa tuwalishe, au wakiwahudumia wahitaji, wakipeleka jimboni, wakipeleka kule kwa Baba Mtakatifu, bado ni faida yetu sisi wenyewe. Tunaelewana? Ni faida yetu sisi wenyewe. Sema kwa sababu sisi hatuiandikii bajeti, anaenda kuiandikia bajeti mtu mwingine, lakini bado inarudi kwetu kutusaidia sisi wenyewe. Kwa hiyo jamani, usile kisicho chako, si ndio? Kuna mahali tunaambiwa tusitamani mali ya mtu. Kwa hiyo tusitamani mali ya nani? Ya Mungu. Ile 10% yake nayo usiitamani. Yaani ukiipata tu mpe. Ukiichelewesha, roho itakuongopea, utaitumia alafu utashindwa kuirudisha. Nyinyi hamjawahi kukutana na hilo? Umesahau kutoa zaka, halafu kesho hela uioni tena. Haijawahi kutokea? Unakuta hauna.
Umechelewesha mwenyewe, alafu kuilipa ni ngumu. Hivi umepoteza miezi mitatu. Labda utakiwa utoe 50,000 au 100,000 au hata 20,000. Alafu naenda kuitoa kwa pamoja kulingana na kipato chako miezi mitatu. Unaweza? Ndio maana tunabaki tena tunamuongopea Mungu, tunamdanganya, lakini Mungu afanye nini? Adanganyiki, aongopewi, anaona kila kitu. Sawa? Kwa basi tunaalikwa kutimiza wajibu wetu, kutoa itupasavyo na bila manunguniko, bila moyo wa kusitasita, na tuongozwe na hiari yetu wenyewe. Uzuri wa kanisa Katoliki huwa halitulazimishi. Mwambie jirani, kanisa Katoliki huwa halitulazimishi. Linatupenda sana watoto wake. Kwa nini tunasema hivyo? Kanisa Katoliki kazi yake ni kutufundisha na kutuongoza. Sawa? Maneno yote yaliyosomwa leo kutoka Agano la Kale, kutoka kwenye barua zile, kutoka kwa mwinjili, yote yanatoka wapi? Yanatoka wapi? Kwenye Biblia. Ni neno la Mungu. Yote yanasomwa hapa. Kama ni magumu hatuyaelewi vizuri, bado Baba anatufafanulia vizuri, anatuwekea kwa lugha nyepesi, tunaelewa. Si ndivyo ilivyo? Tukitoka hapo tumeelewa. Lakini bado tunaongozwa na mafundisho ya kanisa kupitia Katekisimu Katoliki. Na sijui kama baada ya kupata komunio na kipaimara kuna mtu mwingine anapata muda wa kupepesa kwenye Katekisimu. Sitaki kuuliza maswali ya kujibiwa, lakini utafakari mwenyewe, si ndio? Mara ya mwisho kupitia Katekisimu Katoliki ukasikiliza mafundisho ya kanisa ukajifunza upya ni lini? Ni wewe mwenyewe utafakari. Alafu neno la Mungu mara ngapi unalipitia kujifunza? Au tukishasomewa hapa tukatangaziwa, tukaelewa, tukafafanuliwa vizuri, tukitoka hapo linatutosha kwa wiki nzima? Linatutosha? Tunatakiwa tena tuendelee kupitia kujifunza zaidi na kukomaa zaidi katika maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu, ni Mungu mwenyewe. Unapokuwa unasoma Biblia hapo unakuwa unaongea na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo hakuna kipya. Ukisikia utoaji au toki popote, ni kwenye Biblia. Tumemwona Mungu wetu alivyotoa, tumemwona Bwana wetu Yesu Kristo, tumeona wale viongozi wetu wa imani. Abrahamu alitoa nini? Huwa tunasali, tunasema tunamuomba Mungu wa Ibrahimu. Kuna watu huwa wanasali hivyo, si ndio? Wanamsifu Mungu, wasema Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Si huyo? Sasa wale waliotutangulia wa imani, Ibrahimu alitii sauti ya Mungu, akakubali kumtoa mwanae wa pekee aliyempata uzeeni kwa huruma ya Mungu. Alafu Mungu anamwambia niletee, nitolee. Hivi ungekuwa wewe ungefanyaje? Muulize jirani, ungekuwa wewe ungefanyaje? Huyo tu umempata tena, kumesha machweo, wanaita machweo, alafu naambiwa mtoe. Kama hivi leo tunao 3, 4, 5, hatutaki waende kwa jirani wakalale siku 2, na tukiambiwa basi mtoto anasema nasikia wito wa upadre, unamuuliza mara 2, unasikia kweli wewe? Kumbe unataka abadilishe kauli, si ndio? Hivi wewe unasikia wito kweli wewe? Nataka kuwa sister. Hivi unasikia vizuri kweli wewe? Sikuna wazazi wa namna hiyo unao 3, 4, 5, 2, 1, lakini akikwambia hivyo unaanza kusita. Lakini hebu mwangalie Ibrahimu. Na leo tumesikia naye alikuwa anatoa zaka kamili, fungu la 10 kwa kuhani wake. Sasa sisi tusipotaka kutoa tunajifunza kwa nani? Muulize jirani,
Unajifunza kwa nani wewe? Ukiona hutaki kujifunza kwa Yesu Kristo, hutaki kujifunza kwa baba zetu waliotutangulia wa imani, basi wewe sasa mkimbilie mama Bikira Maria, sawa Sawa? Usikae hivi hivi, itakuwa ni shida hiyo. Sawa? Tuko wote? Kwa hiyo tusikwepe utoaji. Tusikwepe kamwe. Aya, mwambie jirani usikwepe utoaji. Mwambie akusikie vizuri, usikwepe utoaji. Tena ili aweze kuzingatia, usikwepe utoaji. Na kauli nyingine, wakati unapotaka kutoa, tumesema usikilize nini? Moyo wako, si ndio? Usijadiliane na mtu. Usifanye nini? Usifanye nini katika kutoa? Usijadiliane na mtu. Hakuna anayejua baraka zako alizokupa Mwenyezi Mungu. Wengine wanaziona za juu, lakini nyingine hawazijui. Sawa? Wewe jadiliana na Mungu wako. Roho Mtakatifu, umenibariki katika hiki na hiki na hiki. Tena vingine unavisahau kabisa alivyokubariki. Nitoe nini hapa? Ukisikiliza mtu, kuna watu wanatutaabisha humu duniani, sawa Unataka kutoa, kwamba hivi wewe kila siku unatoaga, unapelekaga wapi bali? Kwanza tujue hizo hela kanisani zinafanyaga kazi gani? Mmewahi kukutana na maswali ya namna hiyo? Wewe ukitoa, umeleta madhabahuni, umetoa, umesindikiza na neno lako mbele ya Mungu, labda umemwomba Mungu, labda umemsifu, chochote tutakachokuwa umekitamka kwa Mungu, usiulize kimeenda kufanya nini. Na nielewa, ulichopeleka kwa Mungu usifanye nini? Usiulize. Watu wanasema kiendacho kwa mganga akirudi. Mlishawahi kusikia hiyo misemo? Sasa sisi hatusemi hivyo, sababu mganga wetu ni Yesu, si ndio? Si tulioko hapa mganga wetu si Yesu Ulichompelekea mkabidhi kwa moyo wa shukurani, kwa moyo wa upendo, kwa moyo wa utii, muachie. Kinafanya kazi gani? Wapo wanaosimamia hiyo kazi. Wewe wajibu wako umefanya nini? Umefanya nini? Umetimiza. Muulize jirani, hivi ni wewe unayekatishaga tamaa watu wasitoe? Hajasikia, muulize tena, hivi ni wewe unayekatishaga watu tamaa wasitoe? Kama ni wewe, usirudie. Manake ole wake amkwazaye mwenzake. Sawa? Unayemzuia wewe kwenda mbinguni, wewe unahatia zaidi. Usimzuie. Atakosa kuingia na wewe hautaingia. Mmenielewa? Kwa hiyo usimzuie mwenzio, usimkwaze wala usimletee maneno ya uzushi. Muache na Mungu wake, akamtolee Mungu wake anayemfahamu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ninakusihi, ninakuomba, kama hujawahi kutoa zaka, badilika. Na nielewa, kama hujawahi kutoa zaka, fanya nini? Badilika. Kuna mtu mmoja aliniambia, mimi sina hata cha kutoa. Hivi ni kweli hatuna cha kutoa? Hakuna, Mtakatifu Teresia wa Calcutta alisemaje? Hakuna maskini asiyekuwa na cha kufanya nini? Cha kutoa. Na wala hakuna tajiri asiyekuwa na nini? Na mahitaji. Hivi tajiri aliwahi kutosheka? Si anaendelea kutafuta? Na hata kama hela imetosha, si anaendelea kumwomba Mungu ampe ulinzi wa hizo mali zake? Ampe afya njema. Si tajiri huyo? Naye ana mahitaji. Na maskini naye cha kutoa anacho. Hakuna aliyekosa. Unakula nini? Unakula nini nyumbani kama una cha kutoa? Kama yupo humo anayesema sina cha kutoa, nyumbani unakula nini? Hicho ulicho nacho, Mungu anaangalia moyo, aangalii wingi wa kitu ulichokuja nacho.
anaangalia imani yako kwake na wajibu wako. Kama umepata shilingi 1,000, wewe itoe 100, wala usidharau. Na nielewa si ndio kupa? Si ndio kupa 1,000? Wewe timiza wajibu wako, leta hiyo 100. Itie tena kwenye bahasha vizuri. 100 iweke ndani. Kuna watu wanakesha kwa ajili yetu, sawa? Na wanatuangalia namna tunavyotoa. Tunaambiwa Bwana Yesu aliangalia wote waliokuwa wanaleta, lakini akamuona mama mjane ametoa nini? Senti ngapi? Senti 2, si ndio? Lakini alisema amefanya nini? Ametoa sana kuliko wote. Ndio hivyo kama tunasoma maandiko. Sasa na sisi tunapoleta shilingi 100, hizi hela amewekwa kuhani anayezisimamia. Atachungulia hizo bahasha, huyu alileta 100, huyu alileta 500, huyu alileta kaza. Kuhani anakesha siku zote kwa ajili yetu. Hivi tunajua hivyo? Tunaamini hivyo? Anakesha siku zote kwa ajili yetu. Mkumbuke katika mapato yake. Mkumbuke katika mahangaiko yake. Mkumbuke katika 1, 2, 3. Ndiyo kazi yake. Kwa hiyo wewe ilete, atapata sura ya watu wanaowahudumia. Si lazima akujue jina, sawa? Lakini si anaziona hizo bahasha, kumekuja nini, kumekuja nini? Anapata sura ya watu wanaowaongoza, na anajua amwendee Mungu vipi kwa ajili ya wale watu wanaowaongoza. Uchumi ni shida labda, au magonjwa, anapotutembelea kaona tunavyohangaika majumbani. Yeye anajua, ninavyoona watu wangu hapa wana 1, 2, 3. Kwa hiyo anajua namna ya kumwendea Mungu kwa ajili yetu. Kwa hiyo usione aibu ya kuleta hicho ulicho nacho. Tunaelewana? Wewe kilete tu. Na tunasikia tunapotoa, tunabarikiwa, tunapata mara 100, tunapata mara 1000, hivyo hivyo. Mtu mmoja aliwahi kuuliza, jamani, walisema tunapata tukitoa tunazidishiwa mara 100. Nimetoa 10,000, nilitegemea nipate 100,000. Lakini sijaona hiyo hela mpaka leo. Hivi na wewe huwa unategemea hivyo? Na wewe unategemea hivyo? Usitegemee hivyo. Ikitokea hivyo shukuru, sawa Lakini usitegemee hivyo. Wewe unapomtolea Mungu hicho ulichotoa, ulichoona ni sawa na yeye akakubali ni sawa, Mungu anaenda kushughulika na vile vitu vinavyokula uchumi wako. Anaenda kushughulika na mambo yanayokupa mahangaiko katika maisha yako. Wengine magonjwa yametawala ndani, yanakula hela zote, yanazimaliza. Ataenda kushughulikia hilo jambo. Wengine watoto darasani hawaelewi kabisa, matokeo yake unachukua hela kupeleka tusheni kwa mwalimu huyu, kwa mwalimu yule, hakueleweki. Mungu anaenda anashughulika na hilo. Hili ndio linalomhangaisha mtoto wangu hadi asisonge mbele. Anaenda anashughulika na hilo. Amani katika familia, katika ndoa. Hiki ndio kinachomfanya mwanangu asitulie. Anaenda kushughulikia amani ya ndoa yako. Mwambie jirani, Mungu aangalie wewe uangaliavyo. Kwa hiyo ana namna anavyotuangalia na namna anavyotusaidia. Kwa hiyo anavyonisaidia mimi sivyo atakavyokusaidia wewe, sivyo atakavyomsaidia yule. Ana namna anavyomsaidia kila mtu. Kwa tusichoke kufanya nini? Tusichoke kutoa. Tuendelee kumfuata Mungu mpaka mwisho wa maisha yetu. Na njia kuu pia tumesema ni utoaji. Sawa? Utoaji ni Ukristo. Mimi niwatakie heri, mkatafakari kwa upya. Haya sio mageni masikioni mwenu, ni maisha yetu ya kila siku, na tunaambiwa kila siku, lakini kwa leo lichukue kipekee. Utoaji. Anza kubadilika. Sawa? Hizi sadaka zetu hizi
zinatufungulia milango ya mbinguni, sio za bure. Sawa? Kwa usiende kujifungia wewe. Sawa? Usijifungie wewe, toa kwa Mungu, toa. Zitatutangulia huko, zitaenda kutusaidia huko. Ila Mkatoliki uongozwe na hiari yako, na Mungu atatubariki tu kupitia mababa zetu. Sio kule ambako tunaambiwa ukitoa shilingi 1,000,000 ndipo sijui utabarikiwa, sijui ndo utakutana na Mungu, sijui ni wewe toa kile ulicho nacho na namna ulivyokusudia moyoni mwako. Cha msingi uwe mwaminifu mbele ya Mungu, uwe mtiifu kwa kutii amri za kanisa ambazo zinatukumbusha kutoa zaka, lakini kwa kutii amri za Mungu ambazo zinatuambia tumpende Bwana Mungu wetu kwa mali zetu zote, kwa akili zetu zote, kwa kila kitu chetu chote. Mimi niwatakie kila laheri wana parokia hii ya Ponde. Basi na mimi niwaachie salamu za kutoka huko jimboni. Tumsifu Yesu Kristo.